Tunakutakia weekend njema hapo ulipo kwa siku ya leo, mpendwa mtazamaji na msikilizaji popote pale ambako unaendelea kutufuata kwa wakati huu. Tunakupeperushia matangazo yetu haya kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mtazamaji, tunakukaribisha kwa mara nyingine tena kwa moyo mkunjufu kufuata habari zetu kwa siku ya leo. Tuanze habari zetu na habari za maeneo ya shamba la vita ambako uteuzi mpya wa operation ya kivita imefanyika na uongozi wa operation ya kivita kwenye jeshi la taifa FRDC kupitia mkutano uliofanyika pa Uvira. Uteuzi huo mpya ulifanyika kupitia mkutano mkubwa ulioitishwa na uongozi wa kijeshi wa jimbo la kijeshi la 33 katika mji wa Uvira, makao makuu kwa muda ya jimbo la Kivu ya Kusini. Uongozi wa jeshi la taifa FARDC na viongozi wote wa vikundi vya wazalendo walishiriki kwenye mkutano huo wa kupanga kuanzisha operation ya kivita eneo zote zinazomilikiwa na waasi wa M23 ndani ya jimbo la Kivu ya Kusini. Kamanda Mayele amepewa operation hiyo ya kivita kuanza kusafisha maeneo ya Kamanyola akishirikiana na makamanda wengine wa vikosi vya wazalendo. Mmoja kati ya viongozi wa vikosi vya wazalendo aliyeshiriki kwenye mkutano huo anaeleza mengi kutokana na mkutano huo. Okay, merci ndugu yangu. Nasie jana tuliingilia seremoni ya reunion na komanda sekteri mwenye aligombola ule wa zamani. Kia mzuri anatupatia operasyon ya Kamanyola. Mzee Mayele titulaire, ungine papa Abdunjo observance wa Mayele mwa ile operasyon ya Kamanyola, na mie nakamata S3 wa operasyon ya Kamanyola. Kitu mzuri tunafurahia, anatufungulia. Doke ilikuwa reunion ya kubomolana, kuambiana ukweli. Williame Rene Makanaki alishindwa vya kusema, na ndio walikuwa anachezesha operasyon ya Kamanyola balishindwa vya kuongea paske alikuwa wazi, akabaambia ukweli, na ile ukweli tulikuwa tunaijua, na ndio maana hawakupata nguvu ya kuzungumuza kitu kwa sababu anajua na sie tunajua hawakuongea kitu. Lakini decision yake ni ya operation Sud Kivu mzima. Masasi ilie partout kwenye front iko. Muzalendo haiko mudoa ya kusema no cesser les faits. Muzalendo haiko cesser les faits. Na yeye batamustaki yeye kwa kusema ke alikatala cesser les faits, yeye ana autoriser FARDC na wazalendo waanze kupigana hadi mwisho. Yeye ndo atapana raporo ya Sud Kivu. Munition deja iko inaenda Kamanyola yenye tutafanya nayo kazi. FARDC ishaenda Kamanyola, batu yetu deja biko pale. Yule ya Kamanyola niseme vile, na akasema jina ya mutu itamupa grade yake na selo na kazi atafanya. Hata angalia tena vile vya kusema no bafulani, hapana. Bale bambele balikuwa wanatukase majina ya bandugu yabo, batoto ya bashangazi yabo ndio banainua banatia mbele na bafanye kazi. Bote balivuya bunga jana murenyo, hakuna mwalifungula wese yake, na tukapatiliwa ile operation en plein air, na population ilikuwa nje, madirisha ya renyo ilikuwa wazi. Alisema na raia isikie, yeye akukuya kupatia apui Rwanda akamate inchi. Yeye haiko gasita, yeye ni mushi tena maimai wa zamani sawa na vile tunamuyua. Yeye anakia njo kufungula operation, na kila fasi madelegation zilikuwa, madelegation za Kale, za Bunyakiri, za Mwenga, Shabunda njo sikuona, mebatu yote balikuwa present. Sasa tukaingia kurade, mwenye banapatia responsable mwatakuwa anashauria rade na mwataongoza rade ni yeye Mzee Mayele. Njo mwenye padiri anajua, na njo alisukumaka padiri, alisukuma batu ya rade mumikono ya Mayele. Na Mayele wakati aliona siasa inainuka basimuue, akaacha rade. Hivi tena rade inarudia mumikono ya Mayele. Yenjo atakuwa na badelege, benye atakuwa na delege mumatere, njo kenye kiko kile ndugu yangu. Na ule mwenye uliua alikuwa anajiita yenjo president wa rade, ana hata dokima moya ya kupapie ya sigareti. Sasa vile tulikuwa naandika kama situation matinale juu ya kukosa mapapie, tuneandika hata kupapie ya sigareti hana. Ni bandi tu, ni gangi tu. Alikuwa na franga yake, ananunua masila, anajitia gangi. Utasema na nani?
We mwenye una PKM 8 unataka ongea na nani? We mko na PKM 1 wala uko na karasha? Ndio bile ndugu yangu, bitu bilienda bilibomoka kuvurugana na barade bakule kubatembo kule Bunyakiri, bakataanza pigana Musale. Ni bitu ya haya sana. Deja akabimetrize, akasema leo atafuatilia mwenye iko na dokima ya rade ndio atabakia responsable wa rade. Bale bengine bote bebaliiva atabafunga. Baliiva mjina ya rade na abiko rekoni murade. En plus de cela akanyanganya magari 2 ya rade. Gari moja ilikuwa ya rade ya Nord Kivu. Balifika hapo Uvira akabanyanganya. Gari ingine moja ya Bukavu. Balifika Uvira akanyanganya yeye na ana hata dokima ya rade na hayulikani. Ile tu kusema no mabundugundugu ya bapadiri na gisi yeye alikuwa pikaenda vile me haiko bien. Doke alisema yeye ke anakia kutengeneza na ule mwatasirika apigane naye, bapigane apre kila mtu atafanya raporo mu niveau yake. Antuka ndo kenye kiko Uvira saa hii. Hivi shetu naenda kuonana tena na yeye, atupatie gari ingine, gari 2 tupakize baelema betu. Tuangazie habari zetu na habari hizi zisemazo kuwa gari aina ya Jeep ya Land Cruiser inayomilikiwa na waasi wa M23 limeingia kwenye mtego wa mashambulio liliotekelezwa na watu ambao bado kujulikana katika daraja la Chisheke Kaembari katika tarafa la Walungu, umbali wa kilomita 33 kutoka jiji la Bukavu. Kwa mujibu wa vyanzo vyetu vya habari kutoka eneo hilo, vyaeleza kuwa kati ya askari 11 waliokuwa ndani ya gari hiyo ni 2 pekee waliopona na majeraha makali. Habari hizo zilizidi kuongeza kuwa kisha tukio hilo kuweza kuripotiwa muda mchache baadaye, mgambo wa M23 waliweza kuzingira barabara hiyo ili kuweza kutoa maiti hizo na wale waliojeruhiwa katika maeneo hayo na kuwapeleka moja kwa moja katika mji wa Bukavu. Habari hizo ni habari ambazo tumezipata hivi punde, ila bado tunaendelea kufuatilia ukweli wake zaidi. Tuangazie habari zetu na habari zingine zisemazo kuwa katika mpango wa kutekeleza makubaliano yaliyosainiwa kati ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda huko Washington kwa lengo la kuleta amani mashariki mwa nchi na kwa kuheshimu ahadi zake, serikali ya Kongo kupitia jeshi lake la FARDC limezindua kampeni ya uhamasishaji kwa wapiganaji wa FDLR wajisalimishe kwa hiari. Uzinduzi huu umefanyika Ijumaa mosi ya tarehe 31 Oktoba 2025 huko Walikale, makao makuu ya muda katika maeneo hayo kwenye uongozi wa jimbo la kijeshi la 34. Kampeni hii inalenga kutekeleza ahadi zilizotolewa na mamlaka za Kongo wakati wa kusaini makubaliano ya huko Washington. Radio za kijamii zimetumika kusambaza ujumbe huo katika lugha ya eneo hilo ili ujumbe huo wafikie wapiganaji wa FDLR ambao ndio walenga wakuu wa kampeni hiyo. Kwa mujibu wa Meja Dieudonne Kasereka, wasemaji wa jeshi la taifa FARDC wa jimbo la kijeshi la 34 katika eneo hilo, amesema kwamba ni wakati wa kurejesha amani katika eneo hilo. Ujumbe huu unahusu makundi yote ya FDLR. Ni wakati wa kuweka silaha chini na kuepusha umwangaji wa damu. Wapiganaji wote wa FDLR wanatakiwa kujisalimisha kwa hiari kwa MONUSCO ili warudishwe nchini kwa Rwanda. Tunawasi wasikate mkono ulionyooshwa na mamlaka za Kongo na jeshi la taifa FARDC, alisema hivyo Meja Dieudonne Kasereka. Ujumbe kutoka makao makuu ya FARDC umetumwa Walikale kwa ajili ya kufuatilia kampeni hii ya kujisalimisha kwa hiari kwa wapiganaji wa FDLR. Ukiongozwa naye Luteni Kanale Tasi, ujumbe huo umezitaka kanisa na taasisi za kijamii zinazofanya kazi pa Walikale kushiriki kikamilifu ili kufanikisha kampeni hiyo. Ni wakati kwa FDLR kurudi nchini kwa Rwanda. Tunawaalika wachungaji, viongozi wa kijamii kueleza kwamba wanapaswa kuweka silaha chini na kujisalimisha bila kumwaga damu. Bado inawezekana, amesema hivyo Dieudonne Kasereka, huko akitaka jamii ijitenge na wapiganaji hao ambao wanapaswa kujisalimisha kwa MONUSCO au kwenye uongozi wa jeshi la taifa FARDC ili warudishwe makwao.
Wapiganaji watakaojisalimisha wataruhusiwa kuchagua nchi ya hifadhi endapo hawatopenda kurejea moja kwa moja nchini kwa Rwanda, na MONUSCO itawahamisha huko mahali watakakopenda. Mwishoni mwa hatua hiyo ya uhamasishaji, wale watakaokaidi watalazimishwa kupigwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutamatisha habari zetu hizi na habari zisemazo kuwa kapteni mmoja wa jeshi la taifa FARDC ameuliwa na mlinzi wake binafsi huko Ngulu katika tarafa la Masisi jimboni Kivu Kaskazini siku ya Jumamosi ya tarehe mosi Novemba 2025 majira ya saa 7 za mchana kwa saa za eneo hilo. Kwa mujibu wa vyanzo vya kiusalama vya huko vinasema kuwa mlinzi huyo binafsi alimtuhumu kamanda wake kwa kula mshahara wake, jambo ambalo lilisababisha mabishano kati yao hadi kusababisha madhara hayo makubwa. Baada ya kushindwa kudhibiti hasira zake, mlinzi huyo alimpiga risasi kwa karibu kamanda wake na kusababisha kifo chake papo hapo. Baada ya kifo cha afisa huyo wa jeshi la taifa FARDC, taharuki ilitanda miongoni mwa wakazi wa eneo hilo ambao mara moja walikimbia kijiji hicho. Baadhi walikimbilia msituni na huku wengine wakikimbilia kwenye vijiji jirani. Vyanzo vyetu hivi vya habari viliongeza kuwa mtumiwa wa mauaji hayo alidhibitiwa na wenzake wanajeshi na kwa sasa yuko mbaroni akisubiri kufikishwa kwenye vyombo vya kisheria kujibu mashtaka yake. Mtazamaji na msikilizaji, kupitia hapo ndipo kabisa tumetia nukta kwa habari zetu kwa siku ya leo. Tunakusamini sana kwa kutufuata mwanzo hadi tamati. Tunakusihi mara tena usikosi kucomment, kulike na kushare kwa wengine. Tukutanane baadaye panapo majaliwa. Tunakutangazia matangazo haya mara tena kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.